faida za changizo katikati ya kanisa. Wakorintho wa kwanza 16, twende pale. Wakorintho wa kwanza sura 16. Tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Nami nitakapofika nitawatuma kwa nyaraka wale mtakao wachagua, wachukue hisani yenu mpaka Yerusalemu. Na kama ikifaa niende na mimi, watasafiri pamoja nami. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa tunamwona mtume Paulo akiliandikia kanisa la Korinto. Na angalia maneno ambayo anaandika pale, ni maneno ambayo ni muhimu sana na nataka uyaone kama yalivyo. Biblia inasema kwa habari ya changizo kwa ajili ya watakatifu. Paulo alikuwa ametoa maelekezo katikati ya makanisa. Na alitoa maelekezo kwa Wagalatia, lakini hapa sana zungumza na Wakorinto. Anawaambia kwa habari ya changizo kwa ajili ya watakatifu. Walikuwa wanatoa michango kwa ajili ya huduma mbalimbali za watakatifu kwenye maeneo tofauti tofauti. Katikati ya makanisa kuna watu ambao walikuwa wanahitaji huduma maalum. Walikuwepo wajane, wazee, walikuwepo yatima, walikuwepo watu masikini, walikuwepo watu ambao ni wahitaji, walikuwepo watu watakatifu lakini ambao kwa sababu moja ama nyingine walikuwa wanahitaji msaada kutoka kwa wengine. Lakini anasema hivi kwa habari ya changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni hivyo. Galatia nilishawaambia na wao wanafanya. Sasa kama nilivyowaambia wa Galatia, na ninyi pia fanyeni hivyo. Anasema hivi kwenye mstari wa 2. Siku ya kwanza ya juma, maana yake ni siku ya Jumapili. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake. Paulo alikuwa ametoa maelekezo jinsi ambavyo watapata hiyo michango kwa ajili ya watakatifu wengine. Kwenye Matendo ya Mitume tunaona jinsi ambavyo kanisa la mwanzo walikuwa hata wanaweka vyakula, wanaweka mavazi, wanaweka vitu mbalimbali, na watu walikuwa wakigawiwa. Wale ambao ni wahitaji walikuwa wakigawiwa, na ndio maana manunguniko yalitokea, kwa sababu kulikuwa na vitu vya namna hiyo. Kanisa la kwanza halikuwa na wahitaji. Kwa nini? Kwa sababu wale ambao Mungu aliwapa nafasi waliweza kuchangia ile kazi ya Mungu na ikaweza kwenda. Bwana asifiwe sana. Sasa Paulo anasema hivi, kama nilivyoamuru kwenye makanisa ya Galatia, na ninyi fanyeni hivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake. Anasema kila mtu na aweke akiba kwake kwa kadri ya kufanikiwa kwake. Paulo ana jinsi ambavyo aliweka hii michango. Ilikuwa ni michango ya hiari. Angalia, ulikuwa ni michango ambayo ni ya hiari, kwa sababu anasema kadiri ulivyofanikiwa kwako ndivyo ambavyo utaweka akiba kila siku ya kwanza ya juma. Maana yake ni kwamba huyu anaweza kawa amepata upenyo, amepata labda 300,000. Ingekuwa ni leo tungesema amepata 300,000. Labda ataweka hapo 40,000 kwa ajili ya huo mchango maalum. Lakini kuna mtu mwingine kulingana na mapato au kazi anazofanya amepata 100,000. Yeye ataweka labda shilingi 10,000 ama 12,000. Kwa kadri ya kufanikiwa. Kila mtu alikuwa anatoa kwa kadri ya kufanikiwa. Halafu wanajiwekea akiba. Na wanaweka akiba lini? Kila siku ya kwanza ya juma. Unaona, Jumapili inafika, wanaweka akiba. Anaweka labda 10,000. Jumapili nyingine anaweka labda 5,000. Jumapili nyingine
anaweka 20,000. Jumapili nyingine, alafu huu mchango wakati wake wa mwisho ulikuwa ni wakati ambapo Paulo atakuja. Atakapokuja anasema ili michango isifanyike wakati nitakapokuja. Atakapokuja ndipo atachukua. Kwako wewe umekusanya ngapi? Jumapili zilikuwa 8, umekusanya 200,000, atachukua. Na yule naye umekusanya 60,000, atachukua. Na yule naye umekusanya 300,000, atachukua. Na yule naye umekusanya 500,000, atachukua. Anasema ile michango akisha chukua ikakusanywa yote, watatuma watu. Anasema nitawatuma watu waende. Unaona, angalia kwenye mstari wa 3. Biblia inasema nami nitakapofika nitawatuma kwa nyaraka. Maana yake nitawaandikia barua, nitawaandikia waraka, nitawatuma kwa nyaraka wale mtakao wachagua wachukue hisani yenu mpaka Yerusalemu. Kanisa la Yerusalemu, ingawa lilikuwa katika mji mkubwa, ingawa palikuwa ni mahali mashuhuri, lakini kanisa ambalo kati ya makanisa yalikuwa magumu kiuchumi. Watu wake wengi walikuwa masikini, watu wake wengi walikuwa ni wachini, ni kanisa lile. Kwa hiyo anawaambia hawa wa Korinto, na jinsi nilivyoamuru wa Galatia wanakusanya. Wakati ukifika nitakapokuja tutakusanya zote pamoja. Alafu nitawatuma wale watakaopeleka hiyo michango, wale watakaopeleka kule Yerusalemu, nitawatuma kwa nyaraka. Ni kitu ambacho Paulo anajaribu kueleza. Lakini angalia kwenye mstari wa 4, na kama ikifaa niende na mimi, watasafiri pamoja nami. Maana yake ni kwamba tutawatuma kwenye nyaraka waende, lakini kama ikibidi na mimi pia naweza kwenda pamoja nawe, tupeleke hii michango. Kanisa hili la Yerusalemu lilikuwa linakusanya michango kutoka huko kwenye matawi mbalimbali na sehemu mbalimbali, kwa sababu ya mambo ya Yerusalemu, kwa sababu ya kuendesha kanisa la Yerusalemu, kwa sababu ya watakatifu wa kanisa hili. Sasa nimetaka kuzungumzia swala hili la changizo, kwamba uweze kufahamu ya kwamba si jambo ambalo halipo kimaandiko. Lipo kimaandiko. Unafahamu Biblia ina makundi matatu ya dhabihu, ina makundi matatu ya sadaka ambazo kila Mkristo anatakiwa kuzitoa. Unapoishi katika maisha ya Kikristo, unapotembea katika maisha ya wokovu wako, lazima uhakikishe kwamba sadaka hizo tatu unazitoa. Sasa najua unafikiria nadhiri, unafikiria sijui shukrani, unafikiria sitakwambia hili, nitakwambia kitu kingine kidogo. Kuna sadaka tatu kwenye maisha ya Kikristo. Unapotembea na Mungu, wakati unawapenda wengine, wakati unasamehe wengine, wakati unashuhudia injili nyumba kwa nyumba, wakati unamwimbia Bwana, wakati unawaombea wagonjwa, wakati unafanya kazi ya Mungu kwa njia moja ama nyingine, wakati unasaidia watu wengine, kuna sadaka tatu, kuna dhabihu tatu. Ni makundi matatu ambayo lazima uyajue kama mwamini, lazima uyatoe. Kundi la kwanza kabisa zinaitwa dhabihu za roho. Hebu tuseme wote, dhabihu za roho. Sauti haitoshi, rudia tena, sauti kubwa zaidi. Dhabihu za roho zinahusisha mambo ya rohoni. Wewe binafsi kama Mkristo, roho yako unaitoa kwa Mungu kweli kweli. Anaposema mtampenda Bwana, anasema ni kwa nguvu zenu zote, kwa roho yenu yote, kwa akili na mambo. Roho yako unaitoa kama dhabihu, unaitoa kama sadaka, unaitoa kwa Mungu aliye hai. Hii ni kwa upande mmoja. Lakini kwa upande wa pili, anaposema mtoe dhabihu za roho, ni kuchukua roho za wengine kama mzigo na kuzitoa kuwa sadaka, kuzitoa kuwa dhabihu, kuzipeleka katika madhabahu ya Mungu aliye hai. Roho za wengine, ili kuhakikisha kwamba wengine wanamjua Mungu, ili kuhakikisha kwamba wengine wanaokolewa. Tunaposema tuwapeleke hawa watu mbele za Bwana, kwani wale watu wapo pale, watu wako Morogoro, wako Mbeya, wako Arusha. Tunaposema hebu tumchukue yule mama tumpeleke mbele za Bwana,
hebu tumpeleke madhabahuni kwa Mungu. Roho yake ndiyo tunayoshughulikia. Kwa hiyo mtoe dhabihu za roho. Roho ni kitu ambacho ni cha kipekee. Wakati unahakikisha wengine wanamjua Bwana, lakini sio hiyo tu, hiyo ni kwa upande mwingine. Ngoja nikupe aina nyingine pia. Wakati unachukua jambo juu ya mzigo juu ya mtu, huyu mtu ana shida kwenye familia, huyu mtu ana shida katika ndoa yake, huyu mtu ana shida katika kazi yake, wakati machozi yake yanachururika, wakati analia, hajui hana msaada, wakati hana cha kufanya, hajui nini ambacho atafanya. Unapomchukua yule mtu na kuchukua ule mzigo kama mzigo wako, unapomchukua yule mtu na kuchukua tatizo lake kama tatizo lako, unapomchukua yule mtu na kuchukua shida yake kama shida yako, na kuanza kuiombea na kuanza kuibeba, hizi zinaitwa dhabihu za roho. Bwana Yesu asifiwe. Angalia waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Twende mstari wa 5. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa ajili ya Yesu Kristo. Asante. Panatosha tu hapo. Angalia huo mstari wa 5. Ninyi nanyi. Petro analiambia kanisa. Petro anawaambia watu wa Mungu. Petro anawaambia watu waliokoka. Petro anawaambia, anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho. Mmejengwa muwe nyumba ya roho. Anasema ukuhani mtakatifu. Anasema mtoe dhabihu za roho. Hebu tuseme wote, mtoe dhabihu za roho. Rudia tena, mtoe dhabihu za roho. Kila Mkristo, kila aliyeamini anatakiwa kutoa dhabihu za roho. Sasa nafikiri nitakuja na wakati mwingine tena nizungumze dhabihu za roho peke yake. Kutoa dhabihu za roho. Lakini hiyo nimekuambia ni kundi la kwanza la dhabihu, kundi la kwanza la sadaka ambazo unatakiwa kuzitoa. Lakini kuna kundi la pili. Kundi la pili sadaka ambazo unatakiwa kutoa ni miili yetu. Ni kundi ambalo ni la pili, ni dhabihu za mwili. Warumi 12:1 mpaka 2. Warumi 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Twende pale. Twende kwa sababu ni maandiko ya msingi. Warumi 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Warumi 12 mstari wa kwanza mpaka pili. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Angalia mtume, huyu ni mtume Paulo, anawaambia Warumi, kanisa la Rumi. Anawaambia, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu. Maneno na wasihi ni kama vile ninawaomba, ni kama vile tafadhalini jamani, ni kama vile jambo hilo ni muhimu, msilidharau, ni kama hivyo jambo hilo si la kawaida. Anasema na wasihi kwa huruma zake Mungu. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Dhabihu ni sadaka. Anasema miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Miwe dhabihu iliyo hai. Miili yenu. Hapa anazungumzia swala la miili yenu. Ni dhabihu iliyo hai. Ni ile hali ya kujitoa wewe binafsi na kukutana na Mungu na kumfuata kwa moyo wako wote. Lakini mwili kabisa. Unafahamu, ni mwili kabisa kuutiisha, ni mwili kabisa kuutoa kwa Bwana, ni mwili kabisa kuutoa dhabihu, ni mwili kabisa kuutoa sadaka. Watu wengine nafikiri jambo kwamba hapa ninazungumzia tu swala la kiroho,
la kiroho. Petro amesema kwamba mtoe dhabihu za roho. Petro amesema, angalia hapa, Paulo anasema hivi, anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Haleluya. Kati ya ibada ambazo ni za kipekee ni kutoa mwili wako kuwa dhabihu kwa ajili ya mambo ya ufalme, kwa ajili ya mambo ya Mungu, kwa ajili ya kumtumikia yeye. Unapoutoa mwili wako kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kwa nguvu zako, kwa akili zako, kwa bidii, si kwa ulegevu, mwili unatumika kwa ajili ya Bwana, ni sehemu ya kutoa dhabihu. Lakini sio hivyo tu, lakini pia unapoufanya ushinde katika mambo ya dhambi, wakati zinawekwa bia pale mezani kwenye birthday party ulioalikwa, wewe unasema nitakunywa tu soda, nitakunywa tu juisi. Mwili unakuwa unashindana. Lakini inaonekana mwili kama unataka upate bia moja, lakini unautiisha kwamba mwili wangu tulia, utakunywa soda, utakunywa juisi, hakuna shida. Unautoa huo mwili dhabihu wakati unashawishiwa ili uweze kuanguka katika uzinzi. Unasema mwili wangu tulia, utaongoja wakati wa ndoa yako, utaongoja wakati wa kuolewa kwako, unautiisha. Hii ni kundi la pili la dhabihu, ni kundi la pili la sadaka ambazo tunatakiwa kuzitoa. Angalia, anasema wazi kwamba itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Dhabihu ni sadaka. Lazima uweze kufahamu dhabihu ni sadaka. Ni lugha iliyokuwa inatumika nyakati zile. Walikuwa wanapeleka dhabihu kwa sababu zilikuwa za wanyama, kwa sababu zilikuwa za mazao, unaona, zilikuwa za mifugo, wakaziita dhabihu. Kwetu ni sadaka. Mwili utolewe kuwa sadaka na kuweza kushinda dhambi. Lakini sio hivyo tu, kuna kundi la tatu katika yale makundi ambayo nilikwambia. Kwa hiyo kwenye kundi la pili, kama nimesema, ni ile hali ya kujikana na kumfuata Yesu kwa moyo wako, kwa nguvu na akili na kila kitu. Na ndipo watu wanapojitoa kufanya kazi ya Mungu kwa bidii usiku na mchana, kwenye kundi hilo la pili. Lakini kwenye kundi la tatu ni dhabihu za mali. Mithali 3:9. Mithali 3:9. Twende pale. Mithali 3:9 mpaka 10. Mithali 3:9 mpaka 10 nasema, mheshimu Bwana kwa mali yako. Mheshimu Bwana kwa mali yako, na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Na mashinikizo yako yatakapofurika divai mpya. Asante sana. Angalia hapa sura 3 Mithali mstari wa 9. Anasema mheshimu Bwana kwa mali yako. Tunapozungumzia kumheshimu Bwana, kuna maeneo tofauti. Waweza kumheshimu Bwana kwa maisha unayoishi, waweza kumheshimu Bwana kwa kazi unayofanya, waweza kumheshimu Bwana kwa biashara yako pia, waweza kumheshimu Bwana kwa kilimo ulicho nacho, waweza kumheshimu Bwana kwa familia ambayo Mungu amekupa. Hapa anasema mheshimu Bwana, mstari wa 9, mheshimu Bwana kwa mali yako. Anasema kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Kuna faida. Mstari wa 10 anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai. Bwana asifiwe sana. Tunapozungumzia kundi hili, hapa ndipo zilipo sadaka nyingi tunazozitoa. Sasa nisikilize. Sadaka nyingi tunazozitoa ziko hapa kwenye kundi hili. Zile sadaka za kawaida, zile unazoona ni zaka, zile unazoona ni nadhiri, zile unazoona ni shukrani, zile. Angalia hapa malimbuko yanatajwa. Malimbuko ni mazao ya mwanzo,
cha kwanza unachopata katika kilimo, cha kwanza unachopata katika mifugo, cha kwanza, kile cha kwanza ni malimbuko ambacho unapata katika kazi, kile cha kwanza katika biashara, kama faida ya biashara, kile cha kwanza. Anasema na hapa ndipo sadaka nyingi za watu zilipo, na matoleo mengi ya watu yako hapa. Sadaka za kila aina zinatajwa hapa, ni kitu ambacho cha kipekee, lazima ujue. Lakini hapa ndipo ambapo michango ipo. Bwana asifiwe sana. Hapa ndipo ambapo michango ipo. Paulo anaitaja, na nimemchukua Paulo makusudi ili jua kwamba inatajwa, kwa sababu katika Agano la Kale ningechukua ungesema kwamba ni Agano la Kale. Musa alichangisha wakati wanajenga hema, lakini pia Daudi alichangisha wakati pia wanajenga. Unaona, walichanga wakati wakiwa wanafanya kazi ya Mungu. Lakini imeleta kwenye Agano Jipya, uelewe ni mambo ya sasa, mambo ya wakati huu tulionao, mambo ya wakati ambapo Yesu ameshakuja. Paulo anasema michango iwekwe kidogo kidogo. Ni kitu ambacho cha muhimu. Anajua kutoa 300,000 kwa wakati mmoja ni ngumu, lakini kutoa 20,000 kila juma unaweka, maana yake kuna nidhamu ya fedha lazima uwe nayo. Inaweza ikawa rahisi, unaona, kila juma. Paulo ndivyo ambavyo anasema. Kwa michango mingi iko hapo, ndipo ambapo kundi la tatu linabeba vitu vingi. Na kuna faida. Tunaposema tunachangia ujenzi, kuna faida. Yaani kila mchango unaotajwa kuna faida. Wakati wa Musa walipojenga lile hema, baraka na faida zilionekana. Wakati wa Daudi walipojenga, baraka na faida zilionekana. Watu walitoa mpaka vitu vikazidi. Wakati wa Hagai, watu walipata hasara kwenye mazao mashambani, walipata hasara katika maeneo ya kazi, walipata hasara katika biashara zao, walipata hasara katika kila kitu ambacho nafanya. Na Hagai ndipo akawaambia, mnapata hasara kwa nini? Kwa sababu mnakaa katika nyumba nzuri, mnakaa katika viti vizuri, masofa mazuri, mnanunua magari, mnajenga majumba, mnalima mashamba makubwa na vitu vingine, mnafurahi, starehe ni nyingi na vitu kama hivyo. Lakini nyumba ya Bwana imekaa katika hali ambayo ni ya kuharibika. Na ndio maana tunapoona nyumba ya Bwana, mahali ambapo tunamwabudu Mungu, tunamtukuza, lazima tuhakikishe panakuwa vizuri, katika hali nzuri ya viwango. Ni kitu ambacho ni cha muhimu. Kwa nini? Kwa sababu ni nyumba ya Bwana, ni mahali ambapo ni pa kuheshimika, ni mahali ambapo watu wanakutana pale, kusanyiko linakutana pale na mambo mengine. Hasa Hagai akawaambia watu, kakateni miti, mje mjenge nyumba ya Bwana, itakapopendeza muone katika nyumba zenu, baraka zitakuwepo, fedha zitakaa na kila kitu. Michango imekuwepo nyakati tofauti tofauti, na sadaka zimekuwepo nyakati tofauti tofauti. Tunapozungumzia michango, si lazima mchango wa kununua gari. Yaweza kuwa mchango wa ujenzi, yaweza kuwa mchango kwenda kuwasaidia yatima na wajane, yaweza kuwa mchango kwenda kuwasaidia watu wasiojiweza mahali, yaweza kuwa mchango kwa ajili ya kuweka viti kanisani, yaweza kuwa mchango kwa ajili ya kununua vyombo vya muziki, ama chochote. Yaweza kuwa mchango. Katika maandiko, baba mmoja inasemekana kwamba yeye alijenga sinagogi, nyumba ya kuabudia peke yake, halafu akaweka viti na kila kitu kule ndani. Kwa nini? Kwa sababu ile uweze kusema ni dhabihu za kawaida na mambo mengine. Hapana, ni sehemu ya mchango wake katika jamii. Na ndio maana wakati anahitaji majibu kwa Yesu Kristo katika mahitaji alionayo, watu wakasema huyu baba anastahili atendewe. Kwa nini? Kwa sababu ametujengea sinagogi ambalo tunakaa, na anapenda pia taifa letu. Unaona, michango ipo katika nyakati zote. Michango ni ya kipekee. Sikiliza, kuna faida kubwa juu ya michango. Moja ya michango ambayo naweza nikakwambia, moja ya faida ambazo naweza nikakwambia kama faida, michango mbalimbali inanena mbele za Bwana. Hebu tuseme wote, inanena mbele za Bwana. Sauti haitoshi, rudia tena, inanena mbele za Bwana. Unajua katika Wakorintho wa pili 2:9, twende pale. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7.
Wakorintho wa pili 9:7. Labda tuanzie wa 6 alafu tumalizie wa 7. Sawa, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mstari wa 8 tafadhali. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Asante. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa tumesoma mistari mitatu, wa 6, wa 7 na wa 8. Lakini naulenga mstari wa 7 zaidi. Angalia mstari wa 6. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Huwezi ukaenda shambani ukapanda kisado kimoja cha mahindi halafu ukategemea kuvuna gunia 200, gunia 300. Haba. Kadiri unavyopanda ndivyo ambavyo utavuna. Apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Ikiwa iko hivi, ninajua unaona Mungu anachosema hapa mstari wa 9. Angalia mstari wa 7. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Tatizo la watu wengi, hawatendi kama wanavyokusudia mioyoni. Hiyo ndio tatizo. Unaweza labda umepata mshahara wako shilingi 300,000. Roho Mtakatifu anakuambia yule mchango wa gari ni wakati huu. Kwa hiyo utoe 70,000 upunguze deni. Sasa hili ni kusudi la moyo, linatoka ndani, limekuja kwa wakati, limeletwa na Roho Mtakatifu. Lakini atakapokutana na katibu wa kuchangisha ule mchango ambao unatakiwa, anatoa 40,000. Sasa changamoto hapa iko wapi? Ni kwamba hukutenda kama na ndipo wengi wanapopoteza baraka. Hebu sikiliza nikwambie kitu kimoja. Na jaribu kuongea taratibu ili uweze kunielewa. Iko hivi. Watu wengi wanapoteza baraka zao hapo. Nataka nikuonyeshe. Ngoja nikwambie kitu fulani kitakusaidia sana. Yaani sana tu. Unaweza usije kama kitakusaidia, lakini kitakusaidia sana. Yaani Mungu, fedha na dhahabu ni mali yake. Ana fedha, ana dhahabu, ana kila kitu tunachokihitaji, kila kitu tunachokihitaji. Vyote anavyo. Ana haya magari pia, ana majumba, ana mashamba, ana viwanja, ana kila kitu ambacho wewe unahitaji. Tatizo kubwa, watu wengi wanamkorofisha. Watu wengi wanamkosea. Hivi ngoja nikuulize swali. Wewe ukiwa unataka kumsaidia mtu, sijui niliwekeje ambayo itakusaidia. Unataka kumsaidia mtu, labda umepanga kesho asubuhi utampa 100,000. Ni mfano. Utampa 100,000. Ili hiyo 100,000 ukishampa unamwambia 30,000 umpe mama yako, 70,000 ukatumie kwa ada ya shule. Akikwambia ni sawa. Ukampa 100,000 akaondoka. Alipoondoka, ile ya mama yake hakupeleka na hii ya shule pia hakupeleka, akaanza kufanya mambo mengine. Halafu wiki inayofuata ama wiki 2 zijazo anataka tena. Ukiuliza kwa mama hajapeleka, ukiuliza kule kwenye ada hajapeleka. Je, utampa tena hela? Utampa tena hela? Iko hivi. Ukisikia, mimi nikisikia, yani sinaga shida, kwa sababu ninajua fedha na dhahabu ni mali yake. Yani ukisikia ndani yako Roho Mtakatifu anasema kwamba utatoa 20,000 leo, toa 20,000.
ili usifunge ile mitiririko ya baraka. Usifunge. Sasa ukisikia utatoa 20,000, ukaenda kanisani, ukifika kanisani ukakuta mchungaji kumbe amesafiri. Ukasema ilikuwa nitoe 20,000 kama mchungaji yupo. Sasa kumbe amesafiri. Ukapeleka shilingi 3,500. Bwana asifiwe sana. Najua lina ugumu. Natafuta jinsi ambayo utanielewa wewe. Angalia hapa, Paulo anasema hivi, lakini anasema ni apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Unajua haya maneno apandaye kwa ukarimu, apandaye kwa ukarimu. Umeshakutana na mtu ambaye ni mkarimu? Apandaye kwa ukarimu ni mtu ambaye anaweza akatoa hata ziada. Ni mtu ambaye anaweza akatoa alichonacho, hata kama anaweza apandaye kwa ukarimu. Anaweza yeye hajanywa chai akamwacha jirani anywe, akamwambia akunywa tu, mimi niko sawa kunywa, lakini anafurahi maana jirani yake anakunywa chai. Anaweza atoe kwa ukarimu, akafurahi watoto wakila pale wakajisikia vizuri, na kumbe kilikuwa kidogo cha watoto tu, yeye mama amekaa na njaa, lakini anatoa kwa ukarimu. Kwa ukarimu ni zaidi ya vile vya kawaida. Mstari wa 7, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, kama si kwa huzuni wala si kwa lazima. Si kwa huzuni wala si kwa, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Hebu tuseme haya maneno, maana Mungu, sema maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Sikiliza, humpenda. Mungu humpenda. Biblia inasema humpenda. Jamani, Mungu anapenda. Humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Moyo wake ukiwa umekunjuliwa. Unajua unaweza kusikia gari inakuja, alafu kule ambako unatokea wewe hakuna njia hata za kupita magari. Ukasema hii gari si inaenda kwa watu ambao wana barabara, sisi ambao hatuna huko hatutoi. Huo sio moyo wa kunjufu. Moyo wa kunjufu uko tayari kutoa wengine wapate huo usafiri, hakuna shida. Atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Asa Mungu anampenda. Sikiliza, sadaka hizi zinazotolewa kwa moyo wa ukunjufu, michango hii inayotolewa kwa moyo wa ukunjufu, anasema mstari wa 8, na Mungu aweza kuwajaza kila neema. Angalia mstari wa 8, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Anasema Mungu anaweza kuwajaza neema ya kutosha mpate riziki siku zote. Mtakapopata riziki siku zote, mzidi kwenye matendo mema. Bwana asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, hivi ukiwa na uhakika wa kula, kulala, kuvaa, maisha yako vizuri, utaacha kuwa na matendo mema? Bwana asifiwe sana. Kula kuna uhakika, kuvaa kuna uhakika, kulala pana uhakika. Nakumbuka tulipokuwa tunasoma shuleni wakati huo, sijui sasa hivi mnaosoma kule ikoje, lakini zamani kulikuwa na yale mambo muhimu ya maisha, hayo yakiwepo kwenye maisha. Basi kulikuwa mambo ya chakula, malazi, sijui na nini tena. Bwana asifiwe sana. Ambavyo ni muhimu. Anasema Mungu aweza kuwajaza neema kwa wingi. Ndio maandiko ambayo yanasema, kwa maneno mengine, hawa watu wanaopanda na mtu anayetoa kwa moyo wa ukarimu, inamfanya Mungu yeye aone, inamfanya Mungu yeye amtazame, inamfanya Mungu yeye amfikirie huyu mtu, awaze juu yake, kwa sababu anatoa kwa Bwana, kwa sababu anachangia kwa Mungu, apate riziki za kila aina. Na anapata riziki anazidi kwenye matendo mema. Angalia, zinanena hizi sadaka, inanena hii michango mbele za Bwana. Tunamkumbuka Kornelio, wengi tunafahamu. Alikuwa mtu ambaye ana sala yuko sana, sadaka yuko sana.
Na unajua unapoambiwa sala na sadaka, maana yake ni kwamba pia alikuwa anaweza kusaidia jamii inayomzunguka. Utasema ni vipi? Angalia wakati Petro alivyokuja pale, jinsi ambavyo aliwaita watu wote wa nyumbani kwake na majirani na kila aina, wakaja wakakusanyika katika nyumba. Na Petro ndipo akaanza kuzungumza nao neno la Mungu. Alikuwa ni mtu wa kipekee. Lakini angalia inasema sala zako zimefika juu na kuwa ukumbusho. Zinanena mbele za Bwana na kuwa ukumbusho. Michango inanena mbele za Bwana na kuwa ukumbusho. Haleluya. Angalia, unaona eneo kama hili ambalo tunarudia. Yako eneo mengi ama makanisa yako yametolewa vile viwanja. Vile viwanja vilivyotolewa kwa ajili ya makanisa huwa vinanena. Watu wanasema alitoaga mzee fulani. Huyo mzee alishafariki lakini ndiye alitoa kiwanja. Huyo mzee zinanena, yaani si mpaka uzao wake na watu wengine wanakuja kusikia baba yenu alitoa kiwanja cha kanisa. Baba yenu alitoa, yaani kile kiwanja ni baba yenu. Kile ni baba, zinanena vile sadaka. Angalia kwa jambo kama hili hapa. Tumechangia huko, ukiangalia milango, ukiangalia madirisha, kuna mchango wako mahali fulani. Kuna mchango, kuna mtu alisema madirisha matatu mtaweka. Kuna mtu alisema alisema kile ni alama umeweka. Ni alama ambayo inanena mbele za Mungu, lakini pia inanena mbele za watu. Unamkumbuka Dorka, yeye ni kati ya wanawake ambao walikuwa na ajabu. Yeye, angalia, hatusomi kwamba, hawasemi kwamba sadaka yake alipokuwa anatoa kanisani ndio inani peke yake. Alafu wasema kwamba zaka yake ndio inani. Wanasema pia aliwasaidia watu, alikuwa mtoaji. Yeye akisema jamani kuna mchango wa kusaidia jirani, alikuwa anachangia. Kuna mchango hapa wa kusaidia yatima, alikuwa anasaidia. Lakini pia kanisani anapoona watu wenye shida, wanaoishi katika mazingira magumu, alikuwa anaweza kuwanunulia viatu, alikuwa anaweza kuwapa nguo, alikuwa ni fundi cherehani, alikuwa anaweza kuwashonea nguo pia wengine, akiwasaidia katikati ya kanisa, alikuwa anasaidia. Ilikuwa ni michango yake tu. Wala hazikuwa sadaka zile mbele za Mungu, ilikuwa ni michango yake kwa watu tu namna hiyo. Lakini angalia alipokufa wale watoto wote yatima na wale wajane wote aliowasaidia na wazee wote vikongwe waliohitaji msaada kwake, aliwapa wote, wakalia na kila mmoja akawa anapiga kelele, anasema jamani, Dorkasi ameondoka, angalieni viatu nilivyovaa ndiye alinunulia, angalieni jinsi hii gauni nilovaa. Unajua gauni hili ni yule mama Dorkasi alilishona. Unajua kila mmoja akawa analia, watu wanapiga kelele, anaongea chochote. Na unajua Petro alikuwa mji mwingine, wakaenda kumuita. Na Petro alivyokuja pale kakuta wanawake wanalia, wajane wanalia, yatima wanalia, wazee wasio na msaada wanalia. Na akasema kuna nini? Akasema yani Dorkasi aliondoka ni wa kipekee. Yule mama tutamsahau. Unajua mwanangu amesoma miaka 4 shuleni. Unajua 2 amemlipia Dorkasi. Dorkasi ndiye ambaye alilipa ada. Dorkasi ndiye ambaye Petro kasikiliza, alipoona ili sadaka ilikuwa inanena sio mbele za Bwana tu, lakini mbele za Petro pia ilikuwa inanena. Ndiyo, mbele za Bwana ilinena na mbele za Petro. Kwa nini? Maombi ya Petro akimtazama Dorkasi kitandani pale, kama Petro alipoita jina la Petro, mbingu ilisikia ikamwamsha Dorkasi kitandani. Haleluya! Kwa sababu ya michango yake. Sio fungu la 10 lile, kaangalia vizuri, wala sio sadaka za kawaida. Biblia inasema alisaidia yatima, wajane na wenye shida. Ilikuwa ni michango ya kawaida. Dorkasi ukimkuta ukimwambia kuna mchango kanisani kwa ajili ya kununua vyombo, alitoa. Dorkasi ukimkuta ukimwambia kuna mchango kwa ajili ya kusaidia hawa watoto waliokuja kanisani, hawa huwa ni yatima. Sasa kula wanakotoka ni mbali, wanahitaji nauli ya bajaji, nauli ya bodaboda, alitoa. Zilikuwa ni michango ya kawaida, lakini zilinena mbele za Bwana. Maandiko yanasema yananena na kuwa ukumbusho. Hebu weka ukumbusho mbele za Mungu kwa kuchangia kazi ya Mungu, kwa kuchangia kazi iende. Sikiliza, katikati ya kanisa tuna vitu vingi ambavyo tunafanya. Si lazima uambiwe jamani nunua umeme wa kanisa, jamani nunua hivi. Yaani sikiliza, wewe unachotakiwa tu ni kuomba mita namba. Mwambie katibu nipatie mita namba. Alafu kisha chukua ile mita namba katikati ya Biblia yako, unaweka ile karatasi kule unakaa.
Kuna siku chapter muujiza umetokea, umepata 70,000. Unasema wakati unawaza unasikia nunua umeme. Unakwenda kule kwenye notebook. Unaangalia pale unanunua umeme wa 5,000. Ukinunua 5,000 unamrushia message hiyo katibu. Kama nimenunua umeme wa 5,000. Imeisha, watu wanaangalia taa zinawaka zote na nini, umeme ni wewe umenunua. Hata kama kutakuwa na joto, feni zinawashwa. Vyombo vinapiga. Changia kazi ya Mungu. Huku kwenye maiki unakuta kuna chombo kimeharibika, unakuta kuna mafundi wanataka kutengeneza, unakuta kuna maiki nyingine za kununua, waweza kununua. Sio kwamba ukija na vyombo kasema nimenunua maiki 2 kwamba mchungaji atasema kwa nini umenunua bila utaratibu? Kwa nini hazijapitia? Tena bidi mbadilisha sauti. Kwa nini hazijapitia kwa katibu? Wewe nunua tu. Njoo hapa waambie wanakwaya nimeleta maiki 2 hizi hapa. Wakitaka kusema waseme, wasipotaka waache. Baraka za Mungu bado ziko juu yako. Zinanena. Unafikiri ni mpaka usimame hapo useme jamani, wiki iliyopita nimewanunulia umeme wa 15,000, ninaona hii. Ukisema ni sawa. Lakini si lazima. Yuko Mungu aonaye sirini. Yuko Mungu anayekutazama. Yuko Mungu anayekujua. Anajua mpaka idadi ya nywele zako. Anajua kila hatua ambayo unaipiga. Anajua kila ambalo unafanya. Miaka fulani tuliwahi kuteseka sana hapa. Kwa sababu ya tulikuwa na mimbari ndogo. Mimbari ndogo kama hii. Lakini ilikuwa ndogo sana. Na kanisa lilikuwa linakuwa lakini ilikuwa ndogo sana. Na unajua Jumapili moja tukiwa tujui tunakuja kanisani tukakuta mimbari mpya hapa kanisani. Tulipokuta mimbari mpya ilikuwa ya mbao nzuri, imechongwa, imepigwa na rangi na nini. Alafu nikatafuta aliyeileta, sikujua. Bwana asifiwe sana. Nikasikia huyu alileta sadaka ya siri mbele za Mungu wake. Sema amen. Sadaka zetu zinanena, michango yetu inanena. Hii gari itakapokuja ikiwa imepaki hapo, unajua kuna 200,000 yangu hapo ndani. Unajua kuna 500,000 yangu hapo ndani. Na ndio maana usijisikie vibaya. Hata sasa tumeshatoa sadaka hizo. Mimi najua zitakuwa labda hazijafika. Sijajua. Labda hazijafika 300,000. Ujisikie kutoa tena tu. Jisikie tena kwenda kwa katibu kumwambia katibu, wiki ijayo uko katikati naleta tena 20,000. Kwa sababu ni maendeleo ya kanisa hili. Na maendeleo ya kanisa hili ni maendeleo yako pia. Sema amen. Siku moja nilikutana na mtu fulani akasema huko mko kijijini mmejenga kanisa la block, mmeka na mafeni na nini, mbona hili kanisa kama lingefaa kukaa pale mjini? Nikasema liko huku kijijini. Kwani kijijini wao ndio hawataki kukaa kwenye vitu vizuri? Lipo hapa. Haleluya. Na sasa litakuwa kijijini likiwa na basi pia la kusafirisha watu. Litakuwa kijijini likiwa na haisi pia ya kuleta watu kanisani. Hii haisi inakuja. Na kuambukiza kwa mimi. Hii haisi inakuja. Inakuja. Kama tumefika milioni 10, kwa nini tusiweze kuifikisha, kuileta? Sema amen. Inakuja. Kwa sadaka hizi zinanena. Lakini jambo la pili, muda umekwenda, nieleze mambo mawili kwa haraka. Jambo la pili ni hazina ambayo unajiwekea mbele za Mungu. Mathayo 6:19. Mathayo 6:19 mpaka 21. Ni hazina. Unafahamu Mathayo 6:19 mpaka 21. Katika orodha hii umeshafika. Karibu 19 mpaka 21. 19 mpaka 21. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba. Bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Asante sana. Unajua ili andiko kuna vitu vingi ambavyo Yesu alizungumzia huko juu.
Alikuwa anazungumza mambo mengi na baadaye akaingia kwenye sala ya Bwana. Alipoingia kwenye sala ya Bwana akaitaja, akazungumza mambo ya msamaha, akazungumza mambo ya kufunga, akazungumza vitu fulani ambavyo vyote vya kiroho. Sala ya Bwana iko hivi, mambo yako hivi, akazungumza kufunga kuko hivi, kusameana kuko vile, akazungumza. Alafu kaja hapa chini, msijiwekee hazina duniani. Unaona hivi vitu ambavyo alivizungumza ni vitu vya kimbingu. Na ndio maana vingine unaona kama ni vigumu kufanya. Ni vitu unaona, kwa mfano kusamehe, unaona kama ni jambo gumu kusamehe. Unaona lakini kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitu cha kimbingu. Na unatakiwa kuingia kwenye huo ulimwengu wa mbinguni. Hasa akaeleza mambo mengi na baadaye akasema msijiwekee hazina duniani. Duniani mnaweka hazina, nondo na kutu huwa wanaweza kuharibu. Nondo ni aina ya wadudu fulani, na kutu tunafahamu pia zinavyoharibu vyuma. Anasema mnaweka kule, nondo na kutu vinaweza kuharibu, bali jiwekeni hazina mbinguni. Wakati unawapenda wengine, unaweka hazina mbinguni. Wakati unawasamehe wengine, unaweka hazina mbinguni. Wakati unafanya mambo mbalimbali kwa ajili ya ufalme, unaweka hazina mbinguni. Lakini wakati pia unatoa, unaweka changizo, unatoa, ni muhimu uweze kufahamu, ni sehemu ya kuweka hazina mbinguni. Ni kitu ambacho ni cha muhimu. Anasema huko sasa nondo na kutu hawaharibu. Nimekuambia muda mfupi uliopita, Mungu anaweka ukumbusho. Hazina huwa zinatumika wakati wa mahitaji. Hazina huwa zinatumika wakati mgumu, wakati wa mahitaji, wakati mgumu, wakati ambao unaonekana kama mhitaji, wakati unaomba juu ya shamba, juu ya nyumba, juu ya chote. Unaona, wakati unaomba, mimi nakumbuka wakati tukiwa sisi tunahitaji kupata kiwanja chetu wenyewe kama kiwanja. Kanisa pia lilikuwa lina kiwanja. Unaona, kwa hiyo tunaomba kupata kiwanja na ilikuwa ni changamoto, lakini kanisa lilipopata kiwanja tu tayari na sisi tukapata upeni wa kiwanja. Unapofanya vile unajiwekea hazina mbinguni. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Sikilizeni niwaambie kitu kimoja. Unafahamu mbingu ina kila kitu ambacho tunakihitaji. Na ndio maana Biblia inasema hivi, utamkumbuka Bwana Mungu wako wakati ukiwa umefanikiwa, maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri. Mungu anazo nguvu. Anaweza akakupa nguvu ya kupata chochote ambacho unataka, lakini weka hazina. Wakati unaomba wanatazama pale, huyu nani anayeomba? Wanasema huyu ni ambaye nusu ya hela ya gari ameitoa yeye. Huyu nani ambaye anaomba? Huyu anayeomba hapa ni yule ambaye madirisha 5 aliyaweka yeye. Wakati unaomba, huyu anayeomba hapa speaker 2 alileta yeye. Yani weka hazina kwenye mambo ya ufalme. Kama wakina Dokasi. Hivi Dokasi unavyofikiri angeishi kikatili, angepiga watu, angeishi kutokusamehe, angeloga wengine, angeishi maisha hovyo, angeishi alafu baadaye angekufa, ingekuwaje? Lakini yale aliyofanya yalikuwa kama hazina, yalikuwa kama akiba, yalikuwa kama matendo mema ambayo tunafanya ni kama akiba. Niliwahi kufundisha juu ya jinsi ya kuzaa matunda yanayokaa. Anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni ninyi mlionichagua mimi, nami nikawaweka. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Kuzaa matunda ni kufanya jambo lote ambalo ni jema kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Nami nikaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba matunda yanapokaa ni kama akiba. Michango unayotoa ni kama akiba unaweka mbele za Mungu, ili kwamba lolote mmombalo Baba kwa jina langu awapeni. Bwana asifiwe sana. Ni hazina unayojiwekea mbinguni. Jambo la mwisho, michango inatubariki, lakini inatukuza katika viwango vyetu. Kuna andiko ambalo tumelisoma, nataka tusilirudie tena, kwenye Mithali 3:9-10. Anasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko yako yote. Alafu anasema ndipo ghala zako utakapofanya hivyo, ndipo ghala zako. Wengi wanahitaji maongezeko, lakini kanuni hiyo wanaiacha. Ndipo ghala zako
zitakapojazwa na mashinikizo yako yatakapofurika. Maana yake ni kwamba atakuza kiwango chako, ataongeza kile ambacho unahitaji aongeze. Ni kitu ambacho ni cha muhimu. Mungu atakuwa ndilo sababisho la baraka zako, ndilo sababisho la mafanikio yako, ndilo sababisho la ushindi wako, ama chochote kile, ndilo sababisho. Michango ni kitu cha kawaida katikati ya kanisa. Kanisa, sikilizeni katika mchana wa leo. Nimekupa hizi kama faida 3 tu. Inanena mbele za Bwana na kuwa ukumbusho, lakini ya pili ni hazina yetu mbele za Mungu. Ni hazina yetu mbele za Mungu. Lakini ya tatu ni bariki na kukuza viwango vya maisha yetu na uchumi wetu. Hebu tuende pale katika Warumi. Ni wanaoandika tu. Warumi 15, Elisha nisomee hapo mifano 3. Nataka tumshukuru Mungu na kuomba. Warumi 15:25 mpaka 26. Warumi 15 mstari wa 25 mpaka 26. Ila sasa ninakwenda Yerusalemu nikiwahudumu watakatifu. Ila sasa nakwenda Yerusalemu nikiwahudumia watakatifu. Maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu huko Yerusalemu. Maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo, unaona, kwa ajili ya watu wale. Twende Matendo 11:29. Mifano 3 nakupa. Huo ni wa kwanza, watu wa Akaya, lakini watu wa Makedonia walikuwa wanafanya pia changizo. Matendo 11 mstari wa 29 mpaka 30. Mstari wa 29 mpaka 30 anasema, na wale wanafunzi kila mtu kwa kadiri alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Asante. Kwa kadri walivyofanikiwa wakaazimu kupeleka misaada. Unaona, kwa kadri walivyofanikiwa wakaazimia kupeleka misaada na wakachangisha, wakapeleka kwa mikono ya hao watu. Twende pale Wagalatia 2:9 tumalizie hapo. Wagalatia 2:9 mpaka 10. Wagalatia 2:9 mpaka 10. Anasema, tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa, nao waende kwa watu wa tohara. Ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke maskini, nami neno hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke maskini, nami neno hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Bwana asiwe sana. Huyu ni Paulo alipokwenda kwa mitume. Anasema wale mitume wengine kule Yerusalemu walipoona kwamba kweli ameokolewa, kweli anampenda Mungu, kweli kaitwa, walimtakia amani na mambo mengine. Lakini sasa kwenye mstari wa 9 anasema, tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa, unaona, na Yohana, wenye sifa kuwa nguzo. Walikuwa ni nguzo, ni mitume ambao walikuwa ni nguzo katikati ya kanisa la Yerusalemu. Anasema kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Watu wa tohara ni watu wa Yerusalemu, ni Wayahudi kwa ujumla wake. Ila neno moja tu walitakia, tuwakumbuke maskini, nami neno hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Kwa kumbuka maskini maana yake ni kuwasaidia katika shida zao. Sikilizeni niwaambie, michango tunayotoa ina faida kwa ajili ya kazi za ufalme. Michango tunayotoa ina faida kwa ajili ya kazi ya Mungu.
Nimekupa mfano juu ya mambo ya umeme, lakini waweza ukasema nitanunua hata petroli kwa ajili ya generator. Waweza kusema hata nitachangia mafuta ya gari ya mchungaji. Waweza kusema hata nitachangia swala la vyombo, kuna betri zinatumika katika vyombo na mambo mengine. Waweza ukasema nitachangia kwa ajili ya kazi hii na mambo mengine. Ni sehemu za kibiblia, zina baraka tele. Nilikuwa na orodha ndefu ya baraka karibu 10 ambazo niongeza kuzitaja, lakini nyingine zinaingiliana. Nikasema nikupe hizi 3 ambazo zaweza kukusaidia. Sadaka zako na michango inanena mbele za Bwana na hutoi bure. Lakini pia ni hazina ambayo unajiwekea mbele za Mungu aliye hai. Lakini zaidi ya yote inabariki na kukuza viwango vya maisha yako. Sema amen. Sema amen. Kwa ajili ya mchango huu wa gari nataka tumshukuru Mungu. Lakini pia nataka tuombe Mungu atusaidie kwamba Mungu atupe moyo wa kutoa kwa ukarimu. Kwa nini? Kwa sababu tunapotoa kwa ukarimu tunarahisisha kazi ya Mungu kusonga mbele. Kazi ya Mungu si kazi ya mtu mmoja. Kazi ya Mungu si kazi ya mchungaji peke yake. Kazi ya Mungu si kazi ya mzee wa kanisa peke yake. Kazi ya Mungu si ya mitume peke yao. Kazi ya Mungu si yao peke yao. Wengine pia tunawashika mkono kuhakikisha kwamba kazi hiyo inasonga mbele. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Nataka tumwombe Mungu atuwezeshe. Tumwombe Mungu atusaidie. Tumwombe Mungu ana uwezo wa kutuwezesha, lakini zaidi ya yote baraka zinazoambatana pamoja na utoaji, baraka zinazoambatana pamoja na michango yetu mbele za Mungu ziambatane na maisha yetu. Maana yake nini? Kile ambacho tumetoa kikanene mbele zake. Maana yake nini? Kile ambacho kimetoa na kiwe hazina mbele zake. Maana yake nini? Kile ambacho kimetoa kibariki maisha yetu na kukuza viwango vya uchumi wetu, viwango vya huduma yetu, viwango. Hebu simama kwa miguu yako. Hebu weka mikono yako juu mbele za Mungu aliye hai. Yes. Nataka nipate chorus moja ama mbili. Weka mikono yako juu mbele za Mungu aliye hai katika mchana huu wa leo. Nataka tumwambie Bwana atuwezeshe. Lakini akisha atuwezesha, baraka zinazoambatana na utoaji wetu, baraka zinazoambatana na michango yetu ziambatane pia na maisha yetu. Inawezekana. Inawezekana. Nijaze Roho Mtakatifu, niweke Yes. karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi Yes. yangu ya kutamani, nafsi yangu roho yangu yaona kiu kama ayala
Hebu weka mikono yako juu. Hebu sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Mchana wa leo nimelisikia neno lako. Nimelisikia neno lako. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Katika utoaji wangu. Katika utoaji wangu. Naomba unisaidie. Naomba unisaidie. Katika michango yangu. Katika michango yangu. Niwezeshe. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu ninajua pasipo wewe sitaweza. Kwa jina la Yesu ninakataa kila roho ya uchoyo. Nakataa kila roho ya ugumu. Nakataa kila roho inayozuia moyo wa ukarimu kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninaomba unisaidie kwenye utoaji wangu, kwa sababu nimejua sadaka zangu na michango yangu inanena mbele za Bwana na kuwa ukumbusho. Kwa jina la Yesu. Kwa sababu nimejua iko hazina ninayojiwekea kule mbinguni. Kwa jina la Yesu. Bwana, nimejua hubariki maisha yangu na kukuza viwango vyangu. Kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninakushukuru kwa sababu viwango vyangu vitabadilika katika jina la Yesu. Hebu nisikilize katika mchana wa leo. Ninajua tumekuwa tukichangia katika maeneo tofauti na baraka ambazo zinaambatana na utoaji wetu. Sina mashaka nazo. Lakini yawezekana kuna vizuizi binafsi ambavyo viko katika maisha. Vinavyozuia. Inawezekana vipo. Kwa sababu neno liko wazi. Ahadi za baraka ziko wazi. Kwa hiyo kama unatoa, fanya hiki ambacho Bwana anataka na ameahidi baraka, angalia, mheshimu Bwana kwa mali yako na malimbuko, ndipo aghala zako zitajazwa na aghala zako hazijazwi. Unaona, waweza kukataa hicho kizuizi. Waweza kuangusha hiyo ngome. Waweza. Kwa dakika moja ama mbili nataka tuingie katika maombi ya kivita kwa ajili ya kuangusha kila ngome inayozuia baraka zetu, inayozuia ushindi wetu, inayozuia mafanikio, inayozuia yale vile vinavyoleta hasara na kupoteza. Unapoona unapata faida kwa jinsi fulani, ghafla unapoteza vile. Lazima tuvishughulikie kabla hatujatoka. Hebu sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Chukua nafasi, sema katika jina la Yesu. Mchana huwa leo nasimama kinyume na kila roho inayozuia baraka zangu, mafanikio yangu. Kwa jina la Yesu. Kila roho iliyosimama kama ukuta, mchana wa leo naibomoa kwa jina la Yesu. Huo ukuta na uangusha. Hicho kizuizi na kiondoa. Hiyo kamba na ikata kwa jina la Yesu. Hilo kufuli na livunja kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninaharibu kila kizuizi kinachozuia afya njema, kinachozuia baraka zangu, kinachozuia ushindi wangu kwa jina la Yesu. Hebu piga vita sasa. Yes, napiga, endelea kuomba. Kata kila kizuizi chochote kinachokuzuia ili usitoe. Maana yake ni kwamba kinataka uwe maskini, kinataka kwamba uishi kwa shida. Kwa jina la Yesu Kristo anaendelea kuomba. Kata roho yoyote ya uchoyo, kata roho inayokuzuia usitoe. Wewe unasema sina kitu, lakini mbona unakula? Unasema sina kitu, lakini mbona unavaa? Unasema sina kitu, watoto wanaenda shule. Unasema hiyo roho inakufanya uwe hivyo ili usitoke kimaisha, ili usifanikiwe kiuchumi.
Kata hiyo roho sasa Baba, katika jina la Yesu. Nakata kila roho yoyote inayotuzuia katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nakata roho ya uchoyo, nakata roho ya uchoyo inatuzuia tusitoe kwa jina la Yesu. Inayokuzuia usitoe, kila roho inayozuia nasema kataa. Hebu sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Hizo roho za kikabila, hizo roho za kikabila, mchana wa leo naziangusha kwa jina la Yesu. Hizo roho za ukoo zinazozuia mafanikio yangu, mchana wa leo naziangusha kwa jina la Yesu. Kila roho ya mizimu ya kwetu naikataa, naiangusha kwa jina la Yesu. Kila roho inayozuia nisipenye, nisifanikiwe, naikataa, naikataa kwa jina la Yesu. Hebu angusha hizo roho tena kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu endelea kuangusha. Angusha hizo roho za familia, roho za familia za kwenu zinazokuzuia usipenye, zinazokuzuia usitoe ili kwamba usifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Mchana wa leo tunazibomoa, tunapita hapo leo katika jina la Yesu. Tunapita katika ulimwengu wa roho, tunavuka mipaka yao yote, tunapita hapo sasa. Kuanzia leo tunatoka katika hicho kifungo kwa jina la Yesu Kristo. Tunatoka. Oh, tangaza kwamba unatoka, tangaza kwamba unatoka. Tutoke leo kwenye hicho kifungo, tunatoka kwa jina la Yesu. Tunatoka kwa jina la Yesu Kristo. Tunatoka sasa katika jina la Yesu. Kila kifungo kilichotufunga, kifungo cha familia, kifungo cha ukoo, kifungo kilichotufunga kinachotuzuia tusitoe ili tusifanikiwe, tunatoka kwa jina la Yesu. Tunatoka katika jina, tunatoka leo katika mchana wa leo sawa sawa na neno hili. Tunatoka katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi, piga makofi mengi kwa Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi ya kutosha kabisa. Amen. Unaweza kukaa pale ulipo. Mungu akubariki sana.